Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kukabiliana na uhalifu wa dawa za kulevya sambamba na kuanzisha mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa hizo nchini. Hayo yamesemwa na Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, kwa niaba ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, katika maadhimisho ya kilele cha siku ya kupinga vita, matumizi na biashara haramu ya dawa za kulevya duniani, hafla iliyofanyika katika ukumbi wa ofisi ya Tume ya Uchaguzi Maisara, wilaya ya Mjini Unguja. Amesema kuwa Zanzibar ikiwa ni sehemu ya dunia imeungana na mataifa mengine katika kuadhimisha siku hii. Hivyo ni wajibu wa kila mmoja wetu kutambua kuwa matumizi ya madawa ya kulevya ni tatizo linaloendelea kuwasumbua mataifa yote duniani, hususan vijana wanaendelea kujiingiza katika janga hili baya siku hadi siku. Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar amesema serikali imejipanga kusambaratisha mitandao ya wahalifu wakubwa wa dawa za kulevya pamoja kutaifisha mali mbalimbali za wahusika wa dawa hizo wa ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Hemed amesema serikali imeimarisha huduma za tiba, marekebisho ya tabia kwa kujenga vituo vya kutoa huduma kwa waathirika, lakini bado imekabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo mabadiliko ya mara kwa mara ya mbinu zinazotumiwa na wahalifu, ikiwemo utengenezaji wa dawa mpya za kulevya zenye muundo tofauti na dawa za asili kama vile bangi, cocaine na heroin, na zenye athari zaidi ya dawa za kulevya katika pipi, chocolate, biskuti na sigara za kielektroniki, pamoja na matumizi ya teknolojia katika biashara hiyo haramu, pamoja na kuongeza ushawishi kwa vijana kupitia mtandao wa kijamii. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kukabiliana na uhalifu wa dawa za kulevya imekuwa ikichukua hatua mbalimbali ikiwemo kuanzishwa kwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar chini ya sheria namba 8 ya mwaka 2021, na tumeweza kupata mafanikio makubwa. Miongoni mwa mafanikio ambayo tumeyapata tangu kuanzisha kwa mamlaka hiyo ni kama vile kusambaratisha mitandao ya wahalifu wakubwa wa dawa za kulevya ambao kwa mwaka 2025-2026 jumla ya mitandao minne inayojihusisha na usafirishaji wa heroin, cocaine, mirungi pamoja na kuchanganya dawa hizo katika vyakula mbalimbali hapa Zanzibar na mataifa mengine duniani imegundulika na kusambaratishwa. Kadhalika, mali mbalimbali za wahalifu wa dawa za kulevya zimeendelea kutaifishwa, ambapo katika kipindi cha miaka mitatu mali zenye takriban thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni 17.4 zimetaifishwa. Vile vile serikali imeimarisha huduma za tiba na marekebisho ya tabia kwa kujenga kituo cha kutoa huduma hizo kwa waathirika wa matumizi ya dawa za kulevya huko Kidimni, wilaya ya Kati Unguja. Kupitia kituo hicho jumla ya waathirika 769 wamesajiliwa na kupatiwa huduma. Sambamba na hayo, Mheshimiwa Hemed ametoa wito kwa wazazi, walezi, viongozi wa dini, walimu na jamii kwa ujumla kuendelea kusimamia malezi bora ya vijana pamoja na kuzikumbusha familia ambazo ndio msingi wa kwanza wa kinga dhidi ya dawa za kulevya, kuongeza juhudi za kuwekeza kwenye maadili, elimu na mawasiliano mazuri ndani ya familia, kwani bila ya kufanya hivyo taifa litakosa nguvu kazi ya baadaye. Aidha, ameagiza vyombo vinavyohusika na mapambano dhidi ya madawa ya kulevya kuimarisha ushirikiano, uwajibikaji, uweledi na kuhakikisha sheria zinatekelezwa ipasavyo dhidi ya wale wote wanaojishughulisha na biashara hii haramu bila kumwonea muhali mtu yoyote. Mapambano dhidi ya dawa za kulevya hayawezi kufanikiwa kwa kutumia nguvu za kisheria pekee bila kuwekeza kikamilifu katika elimu, malezi na uhamasishaji kwa vijana kushiriki katika shughuli za kiuchumi. Hivyo natoa wito kwa wazazi, walezi, viongozi wa dini, walimu na jamii kwa ujumla kuendelea kusimamia malezi bora ya vijana wetu. Kadhalika nazikumbusha familia zetu ambazo ndio msingi wa kwanza wa kinga dhidi ya dawa za kulevya kuongeza juhudi za kuwekeza kwenye maadili, elimu na mawasiliano mazuri ndani ya familia zetu, kwani tusipofanya hayo
tutakuwa tumeacha pengo linaloweza kutumiwa vibaya na wahalifu wanaosambaza dawa za kulevya. Sambamba na hilo, naviagiza vyombo vinavyohusika na mapambano haya kuimarisha ushirikiano, uwajibikaji, uweledi na kuhakikisha sheria zinatekelezwa ipasavyo dhidi ya wale wote wanaojihusisha na biashara hii haramu bila ya kumuonea muhali mtu yoyote. Naye kaimu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, ambaye pia ni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma, amesema kwa sasa biashara haramu za madawa ya kulevya zinamilikiwa na watu matajiri na zinafanyika kwa njia ya mifumo, hivyo ameiomba serikali kuwapatia vifaa vya kisasa ili kuweza kupambana na wahalifu kupitia njia za mifumo. Mheshimiwa Hamza amewataka wananchi kupitia masheha na viongozi wa ngazi mbalimbali kushirikiana katika kupambana na dawa za kulevya Zanzibar, sambamba na kuiomba serikali kujenga kituo cha kutibia watu walioathirika na madawa ya kulevya Sober House kisiwani Pemba kwa ajili ya kuwawekea waraibu wa kike ili waweze kutibiwa katika hali ya stara. Kupata hivyo vifaa, Mheshimiwa, haya yanapigiwa kelele sasa hivi, tutapambana. Mheshimiwa, sasa hivi wenzetu tunamshukuru sana Jaji Mkuu, tayari sasa hivi wameanzisha mifumo katika uendeshaji wa kesi. Kwa hiyo sasa hivi kila pahala mifumo. Tukiweza kufanikiwa katika hilo, bajeti tumeshapitisha juzi, naamini tukimpa nguvu Kanali ataweza kufanya kazi vizuri. Kwa huu mfumo ambao uliokuja nao kufanya reform kwa njia za masheha, nafikiri tutakuwa tumeanza pahala pazuri, na sisi tutakuunga mkono. Kanali nafikiri amesikia hiyo programu yako ya masheha huko, tutaiunga mkono ili pamoja na mwenyekiti wa baraza la vijana, kwa kweli mawazo yenu ni mazuri kwa sababu wanaoathirika ni vijana, tutaunga mkono jitihada zenu ili kuona ni namna gani tunapambana na maharamia hawa. Kwa hiyo Mheshimiwa, changamoto tulikuwa nayo katika eneo hili Sober Pemba. Mheshimiwa, sasa hivi Sober House tunayo hapa, nafikiri umeshapata muda kwenda, na mimi mwenyewe nimetembelea karibu mara 2. Vijana kama tulivyomtoa yule na wengine tayari tumeshawatoa. Tuna mafundi gereji, mafundi ushoni, wengi tumeshawatoa. Kwa upande wa Pemba Mheshimiwa hatuna, na hapa Unguja tunatumia zaidi kwa wanaume. Kwa hiyo Pemba tumekusudia ili soba ya Pemba zaidi tuweze kuwatreat wanawake. Mapema mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar, Kanali Burhan Zuber Nassor, na kamishna wa jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania, Mheshimiwa Aretas James Lim, wamesema ushirikiano wa taasisi hizo mbili ndio unapelekea kupungua kwa kiasi kikubwa cha wahalifu wa dawa za kulevya nchini. Wamesema kuwa taifa linahitaji nguvu kazi ya vijana katika kufikia malengo yake. Hivyo wametoa rai kwa wananchi, hususan vijana, kutoa taarifa za wahalifu ili ziweze kufanyiwa kazi, hasa katika kipindi hichi ambacho mamlaka zinaendelea kulinda na kuelekeza katika kupunguza na kuondoa kabisa matumizi ya madawa za kulevya hapa nchini. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar itaendelea kuimarisha mifumo, vifaa vya kisasa na mikakati ya kubaini mapema na kudhibiti uingizaji, usafirishaji na usambazaji wa matumizi ya dawa za kulevya kupitia operesheni mbalimbali. Tutaendelea kutoa elimu kwa umma pamoja na kuimarisha huduma za kinga, tiba na marekebisho ya tabia kwa waraibu walioathirika na dawa za kulevya. Aidha, naomba kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa kupitia namba ya bure kabisa 119, na wahakikishia taarifa hizo zitafanywa kazi kwa usiri mkubwa, na ile taarifa ambayo italeta tija basi watapata zawadi. Taarifa zinazoendelea kutolewa zimesaidia kusambaratisha mitandao mikubwa 4 kwa maana ya mapapa. Katika utafiti uliofanyika, Mheshimiwa mgeni rasmi, mtandao mmoja ukiusambaratisha, kujijenga upya unaweza kutumia miaka 10. Kwa maana tumechimba mizizi hasa. Kwa hiyo tumesambaratisha mitandao mikubwa 4 katika mwaka huu wa 2025. Vijana ndio nguzo ya taifa, na ndio maana tunatumia nguvu kubwa kuhakikisha kwamba dawa za kulevya haziingii mitaani kuathiri vijana wetu. Hivyo jamii ina jukumu kubwa zaidi. Sisi mamlaka zetu mbili tunaiasa jamii ipokee jukumu hilo la kuhakikisha kwamba
linakataa dawa za kulevya. Jamii kwa ujumla ikikataa dawa za kulevya haziwezi kuwepo katika jamii zetu. Dawa za kulevya haziwezi kuathiri vijana wetu. Hivyo tunaiomba jamii itoe ushirikiano mkubwa kwa mamlaka hizi, itoe ushirikiano mkubwa kwa serikali, lakini yenyewe iwe ya kwanza kukataa dawa za kulevya ili dawa za kulevya ziweze kuisha, lakini pia tuokoe vijana wetu. Huwezi kujenga uchumi wowote kama huna nguvu kazi ya vijana. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.